Kwenye dunia ya leo ukizungumzia Marekani na Iran, utazungumzia katika engo ambayo ni maadui wakubwa sana. Uadui wao umefika katika hatua ambayo Marekani imeshirikiana na Israel kumaliza kiongozi mkuu wa taifa hilo la Iran anayefahamika kwa jina la Khamenei. Ilikuwa ni Februari 28, 2026, Marekani na Israel wakakonfirm kwamba wamemuua kiongozi mkuu wa Iran anayefahamika kwa jina la Ali Khamenei. Mpaka sasa tunavyoongea, Marekani bado anaishambulia Iran akishirikiana na Israel. Nini ambacho kilipelekea mataifa haya makubwa kuwa na uadui mkubwa huu ambao wako nao sasa, wakati hapo mwanzoni Marekani aliiona Iran kama mlinzi mkuu wa Ghuba, na Iran alimuona Marekani kama mshirika mkubwa sana wa kimaendeleo. Mimi naitwa Ricky na hii hapa ni Ricky Media. Nipo hapa kukujuza kuhusiana na marafiki waliotan kuwa maadui wakubwa, nikimaanisha Marekani versus Iran. Nikukumbushe tu kwamba Ricky Media tunathaminiwa na Silent Ocean, simba wa bahari, ambao wanasafirisha mizigo kutoka nchi 5 duniani, bila kusahau Magic Builders International, mabingwa uzaji wa bidhaa za ujenzi kama vile White Skim Wall Putty ambayo hutumika kabla ya kupaka rangi. Bidhaa zao zinapatikana kwenye maduka yote ya ujenzi. Popote pale ulipo ndani ya Tanzania unaweza kupata bidhaa za Magic Builders. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kuanzia miaka 1950 mpaka 1960 taifa la Marekani lilikuwa na ushikaji mkubwa sana na taifa la Iran, lakini sasa hawapo katika urafiki huo, na kwa miongo kama 7 hivi wameishi katika vita kubwa sana, na sasa hivi imekuwa ni vita ya man to man. Tuanze kwanza kabisa, urafiki wao ulitengenezwa na nani? Mnamo mwaka 1950 Iran ilitawaliwa na mfalme aliyefahamika kwa jina la Mohammad Reza, maarufu kama the Shah. Shah alikuwa na urafiki mkubwa sana na mataifa ya magharibi, ikiwemo Marekani, Uingereza na mataifa mengi sana ya magharibi. Na kikubwa zaidi, ndoto za huyu mfalme zilikuwa kuifanya Iran iwe modernized zaidi, westernized tunasema, yani Irani ionekane kama taifa la Ulaya. Hiyo ndio ilikuwa ndoto kubwa sana ya huyu mfalme wa Iran. Urafiki wao ulifanya Marekani kuwapa vitu vingi sana Iran, ikiwemo hii teknolojia ya nyuklia ambayo leo hii Marekani haitaki Irani iweze kutekeleza kuunda mabomu ya nyuklia au kuzalisha nyuklia. Kwa mara ya kwanza Muhammad alipewa teknolojia hii na Marekani kwa mujibu wa historia katika kipindi cha utawala wake, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali kwamba Marekani alikuwa ananufaika sana na urafiki wake na Irani, kwa sababu alikuwa anamtumia Iran kama mlinzi wa Ghuba, lakini pia Iran alikuwa anamtumia Marekani kama rafiki wa maendeleo. So Marekani alikuwa na provide hizo teknolojia za nyuklia, lakini pia mambo mbalimbali ambayo alikuwa anampatia kama teknolojia ya vitu vingine, ndege za kivita, silaha za kisasa. So kila kitu alikuwa anapata kutoka Marekani. Nini ambacho sasa kilipelekea chuki? Mwaka 1953 kulifanyika mapinduzi ambayo yanafanyika. Nini ambacho kilipelekea uadui wa hawa jamaa sasa? Mwaka 1953 kuna mapinduzi yalifanyika, wanaita mapinduzi ya CIA. Ilikuwa ni mwaka 1953. Hiki ni kipindi ambacho sumu kubwa ilitokea. Mnamo mwaka 1951 waziri mkuu wa Iran kwa kipindi hiko alikuwa anafahamika kwa jina la Mohammad Mossadegh. Huyu alifanya mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya mafuta nchini Iran, ambapo alitaifisha hii sekta ya mafuta iliyokuwa inamilikiwa na Muingereza. Muingereza kama unavyofahamu, watu wa Ulaya ni watu ambao wana chuki fulani hivi. Hakupenda kabisa Muingereza kilichotokea, na Marekani pia akaungana na Muingereza kwamba huyu alichokifanya sio sawa. Kipindi hicho sasa yule the Shah hakuwepo. Hapa sasa tunazungumzia waziri mkuu huyu Mohammad Mossadegh. Marekani na Uingereza wakatafuta namna ambayo wanaweza wakafanya ili kurudisha utawala wao ndani ya ardhi ya Iran. Hapa ndipo CIA wakaja na operation ya siri ambayo waliita Operation Ajax. Katika operation hii
walifanikiwa kumuondoa huyu waziri mkuu wa Iran na kumrejesha yule mshikaji wao ambaye alifahamika kwa jina la The Shah, wanamuita wenyewe The Shah aka yake, ambaye jamaa alikuwa anawapenda sana watu wa magharibi na alikuwa na ndoto kuiona Iran ikiwa na maisha fulani ya kiulaya hivi. So Waingereza na Wamarekani wakafanikiwa kupitia hii operation ya siri ambayo waliita jina la The Ajax, na kweli walifanikiwa. The Shah akarudi madarakani. Kama unavyofahamu, si kila mwananchi alipenda utawala wa The Shah. The Shah alionekana kama ni mtu wa mabavu, mtu ambaye alikuwa na kiburi sana kwa kutegemea msaada kutoka Marekani pamoja na nchi za Ulaya kama Uingereza. Mwaka 1979 yakafanyika mapinduzi ya Kiislamu. Kuna watu ambao wao walitaka kwamba taifa lao liendeshwe katika maisha ya Kiislamu. Hawakutaka The Shah alivyokuwa anataka kuliona taifa la Iran likiishi maisha ya kiulaya. So 1979 kuna jamaa mmoja anafahamika kwa jina la Ayatollah Khomeini. Huyu aliongoza hayo mapinduzi na nchi ya Iran ikadondoka tena kwenye mikono ya Kiislamu. Sasa hapa ndipo urafiki ukafa rasmi, kwa sababu huyu Khomeini alivyoingia madarakani alifuta lifestyle yote ya kizungu au ya Ulaya ambayo The Shah alikuwa ameintroduce ndani ya Iran, na hapa Marekani akaitwa The Great Satan, yani shetani mkuu. Hawakutaka kabisa kuona aina yoyote ya chembe ya Kimarekani, ya maisha ya Kimarekani au Uingereza ndani ya ardhi ya Iran. Katika mwaka huo 1979, kipindi ambacho mapinduzi ya Kiislamu yalifanyika nchini Iran, wanafunzi wa Kiislamu walifanikiwa kuwateka wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani ambao walikuwa pale Iran. Walikuwa wafanyakazi 52 na wakakaa nao kwa siku 444. Tukio hili lilimaki kwamba hakuna uwezekano wowote ya mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yanaweza yakafanyika kati ya Iran na Marekani. Toka hapo hakujawahi kuwa na urafiki wowote kati ya Marekani na Iran. Na hapa sasa Marekani akawa anatumia mbinu zingine kumpiga Muirani, ikiwemo kusapoti nchi ambazo zilikuwa zinapingana na Iran. Mfano, Marekani alimsaidia Saddam Hussein katika vita ya mwaka 1980 hapo, ambapo Iraq ilipambana na Iran, na hapa Marekani alikuwa upande wa Saddam Hussein. Na mwisho wa siku Saddam Hussein, tunakumbuka nini kilimkuta? Ukitaka kugundua kwamba Marekani hanaga urafiki wa kudumu. Alimsaidia Saddam Hussein, Marekani akawa upande wa Iraq. Lakini pia Lebanon na Hezbollah. Hapa sasa tunamwona Iran ilianza kufadhili sasa makundi haya ambayo yalikuwa yanapambana kufuta utawala wa lifestyle ya Kimarekani katika ardhi za Kiislamu pale Middle East. So Iran naye akajaribu kutafuta namna yake ya kujitetea, ikiwemo kufinance makundi yote ambayo yanapambana na Israel au Marekani. Lakini pia Marekani katika kuhakikisha kwamba anamtokomeza kabisa Muiran, hapa alianzisha movement ya kupinga Iran kumiliki nuclear, na mpaka leo hii Marekani anafanya hivyo. Marekani ameungana na Israel kupingana na Muiran, na mpaka sasa wameshamuua kiongozi mkuu wa Iran bwana Khamenei. Amefariki tarehe 28 pale, walimshambulia akafariki, na viongozi wengi wa Iran wamefariki dunia kutokana na mapigano hayo ambayo yamedumu kwa siku chache tu, lakini matokeo yake yamekuwa ni makubwa sana. Kwa miaka mingi wamekuwa kirushiana tu maneno, lakini sasa hivi wameamua kutake action, wapigane kabisa. Iran wanasema hawatorudi nyuma mpaka walipize kisasi cha kuuawa kwa viongozi wao wakubwa wa kijeshi wa nchi hiyo. Hivyo vita bado mbichi, japo rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba Iran wanataka wakae mezani wazungumze, kwa sababu wameshakuwa dhaifu, wameishiwa silaha na wapo katika wakati mgumu sana. Huku upande wa Iran wanasema hapana, kitu kama hicho unaongopa, sisi bado tunataka vita na tutakiwasha mpaka pale ambapo tutarudisha heshima yetu sisi kama Iran. Na Iran wanasema sasa hivi silaha wanazozitumia ni silaha za zamani, hawajaanza kutumia silaha za kisasa. Mimi naitwa Ricky Kisala Lasan and this is Ricky Media.